Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa zile za mashariki, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe Juni 23 mwaka 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Nini tumekuandalia leo? Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Leo tunazungumzia kuhusu matamshi yake mkuu wa majeshi ya Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba, ambaye huyu baada ya safari aliyoifanya mjini Kinshasa kukutana na mwenzi wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na rais wa nchi Felix Tshisekedi, aliporejea nchini mwake ameweza kurusha kwenye ukurasa wake wa X, yaani Twitter ya zamani, akisema jeshi la Uganda UPDF pamoja na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watawasaka wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwaita kuwa waasi au makundi yanayoshikilia silaha haramu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jenerali huyo amesema hayo baada ya kukutana na mwenzi wake huko mjini Kinshasa, ambaye ni mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Generali Mwilambwe. Pamoja na hayo alikutana na rais wa nchi Felix Tshisekedi. Nini ambacho walizungumza ili ifikie yeye kurejea nchini mwake na aweze kutoa kauli hiyo au kuandika kwenye kurasa wake wa X, Twitter ya zamani, kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na lile la Uganda ikifahamika FARDC na UPDF watawasaka wazalendo. Wazalendo ikifahamika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jeshi la akiba linalosaidia jeshi la serikali kupambana na uvamizi wa nchi hii, uvamizi kutoka nje. Ili kuweza kuzungumzia hayo na kuchambua mada hii, tuna mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la kanda na bara la Afrika. Huyu ni raia mkongomani anayeishi nje ya nchi, yaani anayeishi nchi za kigeni. Anaitwa Yusufu Msomi, ambaye tulikwenda kumkaribisha kwenye studio zetu, na kwanza kabisa tulianza kwa kumuuliza, Bwana Yusufu Msomi, habari za leo? Salama ndugu mtangazaji, salama. Na kumbusha hapa wasikilizaji wetu pia watazamaji wa Kuna Nini News kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa unayeishi nje ya Kongo, na pamoja na hayo lazima nikumbusha hapa kwamba wewe ni mkongomani pia. Hapa tunazungumzia kuhusu ziara aliyoifanya amiri jeshi wa Uganda, yani mkuu wa majeshi ya Uganda Generali Muhoozi mjini Kinshasa, na baada ya kurejea kwake kasema kwamba jeshi la UPDF, yaani jeshi la Uganda, pamoja na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC watawasaka wazalendo mahali popote walipo. Cha msingi au cha muhimu kwa wazalendo ni kujiripoti. Sijui unasemaje kuhusu kauli hiyo ambayo jenerali huyu wa Uganda anayetoka mjini Kinshasa ametangaza kwenye ukurasa wake wa X, yaani Twitter ya hapo zamani. Karibu. Sawa ndugu mtangazaji. Kutokana na swali lako, mimi kama mchambuzi, hayo maswala Kongo anayeifanya kutokana na nchi jirani yanakuwa maswala yanaleta aibu sana kwa nchi. Mzalendo ni mtoto wa nchi anayetetea nchi yake, kama vile nchi zote za Afrika zina wazalendo, zina watoto wa nchi wanaotetea udongo wao kutokana na uvamizi. Itakuwaje maswala ya Kongo generali kutoka Uganda ndo aje ayaongelee? Hiyo yote inaonesha udhaifu wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Anaonesha ni udhaifu mkubwa ambao upo, sababu mpaka sasa hivi kama uasi haujaendelea ni sababu mzalendo amesimama na kuitetea nchi yake. Mimi kama mchambuzi nilikuwa naomba ndugu zangu wazalendo waendelee na kulinda nchi yao. Nchi ni yetu, na hakuja kuwa kibaya ambacho wanakionyesha kutokana na kulinda nchi. Kila nchi ipo na wazalendo.
Labda kabla tuendelee, umesema kwamba nchi nyingi zinatumia wazalendo, yani kila nchi ina wazalendo. Jaribu kutupa baadhi ya nchi unazozifahamu na ambazo labda zina makundi ya wazalendo wanaosaidia serikali zao, ili wakongomani kwa ujumla na ulimwengu utambue kwamba wazalendo wana haki ya uwepo wao, na watu waweze kuondoa kile ambacho mara na mara nchi za madola, nchi za magharibi kama vile za Ulaya wachukulie wazalendo kama vile waasi au makundi yanayoshikilia silaha kinyume na sheria. Ndiyo jenerali huyo wa Uganda, baada ya kutoka kwake mjini Kinshasa, kwenye ukurasa wake wa X, yani Twitter ya zamani, karejelea kauli hiyo moja kusema kwamba wazalendo ni makundi yanayoshikilia silaha haramu, kwa kuwa alitumia kauli ambayo wanasema kwa Kifaransa wanasema force negative. Inapozungumziwa force negative, yani ni watu ambao wanashikilia silaha kinyume na sheria. Jaribu kutaja baadhi ya nchi ambamo muna wazalendo na majina ya wazalendo hao wakongomani wayafahamu, hata nchi za madola au vile nchi ya Uganda yenyewe ifahamu, ili isichukuliwe kadiri inavyofikiriwa na nchi za magharibi. Asante kwa swali lako ndugu mtangazaji. Nakupa mfano kama nchi ya Msumbiji. Nchi ya Msumbiji ina mpaka wizara wanaitwa Mantigo Combatante, wizara yao ambayo inawaangalia wazalendo wale wote wazee waliyepigana vita ya kumfukuza Mreno, vita vya wao kwa wao, wana wizara yao inayoitwa ya wa Antigo Combatante, Antigo Combatante. Wapo hao wazalendo na mpaka leo wanasaidia nchi yao kwa matatizo mbalimbali, na wizara yao inaenea na mishahara wanalipwa kama jeshi la akiba ipo. Sasa hatujaona ubaya wa mpaka uamuzi wa nchi ya Kongo uchukuliwe na nchi jirani, udhaifu wa utawala wetu. Sasa endapo anayoyaongea jenerali huyu wa Uganda ambaye ni mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ikiwa hivyo, yaani anayoyaongea ikiwa hivyo, endapo itafika muda ambao majeshi ya Uganda na ya FARDC kuigeukia wazalendo, wakati wazalendo wanafahamika kama vile askari wa akiba wa kusaidia jeshi la serikali endapo wanavamiwa na nchi ya nje, mustakabali wa nchi utakuwaje? Maisha au ujio wa nchi kesho kutwa, mtondogoo utakuwaje? Asante ndugu mtangazaji. Generali Muhoozi kwa kuwa anaongea anajua udhaifu wa nchi yetu, na jeshi analoliona ambalo linaweza likapambana naye jeshi la akiba la wazalendo ambalo ndo wanataka tena walivunje na walipe majina mabaya. Anajua uwezo wa jeshi ya Kongo, na ndio maana anakuwa na ongea chochote kile anachojihisi aongee. Labda kabla tumalizie, ningependa kujua kutoka kwako wewe kama vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa haswa katika maeneo ya kanda na bara la Afrika, kwa mtazamo wako unafikiria kwamba kauli hiyo ya jenerali huyo inaweza ikatekelezwa, yaani alilolisema au alilolitamka linawezekana liweze kutendeka? Ya, sawa ndugu mtangazaji. Mimi kwa mtizamo wangu, huyo jenerali anaongeaga sana. Yeye hiyo sio mara yake ya kwanza. Anaongea mambo mengi ambayo hayawezi yakatekeleka. Na labda mnaweza nikaambia tu Wakongomani, inji ni yetu, tujisimamia hako. Inji sio ya Felix. Felix kesho ataenda, mwingine ataingia. Lazima tuisimamie inji yetu. Tusimamie nchi yetu, hakujaonekana kibaya ambacho cha kusema wazalendo wamegeuka force negative. Haikionekane wanachokifanya cha ajabu, ili wanalinda nchi na mipaka ya nchi. Hawajavamia nchi ya mtu, kikubwa ni mkongomani kujisimamia. Hamna mtu mwingine atakaye kututafutia amani kwenye nchi yetu. Hamna mtu mwingine atatoka nje aje tutengenezee nchi yetu. Yaani tupende,
tutengeneze nchi yetu. Labda hicho ndo ningehimiza wakongomani kwa ujumla. Asante ndugu mtangazaji. Asante sana Yusufu Msomi. Nakumbusha hapa kwamba wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika na katika eneo lote la kanda, na wewe pia ni mkongomani unayeishi nje ya nchi ya Kongo. Tumekushukuru kwa muda wako, hasa kwa kukubali kufanya mahojiano na Kuna Nini News. Tunashukuru na sisi pia ndugu mtangazaji, na kazi njema kwenu nyote. Asante. Basi mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kufikia hapo sina cha ziada. Usisahau kauli mbiu ambayo ni wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose kushare, yani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hacha basi niondoke nikisema asante kwa kukubali kuandamana nasi, yani kwa mchango wako wa kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi hapa tutakapokutana tena hewani, na kutakia wewe msikilizaji pia mtazamaji wetu kila laheri.